Kwingineko, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amepongeza Wakenya, vijana na wakazi wa Mlima Kenya kwa kukosa kujitokeza wakati wa maandamano ya Gen Z tarehe 25. Gachagua akisema inaonekana Wakenya walitii wito wake. Amesema serikali ilikuwa imepangia jamii ya Mlima Kenya mabaya, akiongeza kuwa kukosa kujitokeza kwa maandamano sio uoga bali ni kukwepa mabaya yaliyopangwa na Rais Ruto na Waziri Kipchumba Murkomen. Baada ya wito wake kwa Wakenya na jamii ya Mlima Kenya kukwepa maandamano ya ukumbusho wa maafa yaliyotokea Juni 24, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewashukuru vijana wa Gen Z na hasa wakazi wa Mlima Kenya kwa kukosa kujitokeza wakati wa maandamano tarehe 25, akisema walitii wito wake. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyabiashara waandike vijana walinde mali yao, wakaandika vijana wakalinda mali yao, nataka niseme asante. Nilipoomba watoto wetu wa Gen Z wakae nyumbani, wakanisikiza, nataka niseme asante. Na kwa hivyo watu ya Mlima Kenya msione kama sisi ni waoga. Hakuna haja tungepeleka watoto kwa barabara wakauawe. Hakuna haja tungekubali tufungue maduka iporwe na mali yetu iishe. Gachagua akisema Rais William Ruto na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen walikuwa wamepangia jamii ya Mlima Kenya mabaya, jambo ambalo lingeleta uharibifu wa kiasi kikubwa. Huyu William Ruto na Kipchumba Murkomen walikuwa wamepangia sisi vibaya sana. Walikuwa wamepanga karibu watu 10,000 wauawe hapa mlimani. Walikuwa wametaka kuharibu biashara zetu zote. Ati ndio sisi tumuinamie, tuinue mkono. Ati ndio jamii niketishe chini, iniambie Rigathi, huyu Ruto atatumaliza kama jamii. Wachana na yeye, aendelee miaka ingine 5. Kwa sababu walikuwa wanataka kuuzia watu wetu uoga. Waue watu ya Mlima Kenya. Waharibu biashara zetu zote. To intimidate the community. To sell fear. So that the community can call me and tell me not to fight William Ruto and to allow him to proceed another fight. Amewapongeza maafisa wa polisi na washikadau wengine anaosema walimfichulia njama iliyopangwa na kitita cha milioni 200 kilichotolewa kuhangaisha jamii mlimani siku hiyo. Nataka nipongeze maofisa ya polisi ambayo waliniambia siri ya ile maneno tumepangiwa. Nataka nishukuru civil servants, waliniambia ile pesa ilitolewa milioni 200 ya kulipa wahuni ya kuja kuhangaisha jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nitoe shukurani kwa watu ya Mlima Kenya ya kwamba wamekubali mimi nikiwaongoza, nikitoa mwelekeo watanifuata. Nataka niseme asante. Watu wengine walijaribu kuniingilia, Rigathi kwa nini hapa naenda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua. Lakini mimi ni kiongozi, anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo. Mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu yangu iharibiwe. Mimi nitakuwa ni mjinga. Aidha, amesema kukosa kujitokeza kwake sio uoga bali ni kukwepa njama iliyopangwa na serikali. Fredrick Kwambua, Undugu TV.